Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wapendwa katika Kristo Yesu. Naam, katika siku ya leo tutakuwa nalo somo zuri, somo linalosema zamu yako si zamu yangu, ambalo limejengwa kwenye kitabu cha Yoshua 1 mstari wa 6 hadi wa 7, ambayo inasema, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowaapia baba zao ya kwamba nitawapa. Tufumbe macho tuombe. Haleluya. Mwenyezi Mungu, kwa kuwa pamoja nasi, endelea kuwa pamoja nasi katika somo hili zuri la siku ya leo. Kabariki mmoja mmoja atakayesikia somo hili, kamtie nguvu, muwezeshe kuishi sawa na mapenzi yako. Nimeomba na kuamini ni katika jina lako Yesu Kristo, amina. Zamu yako si zamu yangu. Nilipokuwa nikijifunza hili somo, niliweza kuangalia maana ya zamu. Maana ya zamu niliipata maana ambayo inasema zamu ni nafasi apewayo mtu kutetea jambo alilonalo au kusimamia kazi aliyopewa. Hiyo ni maana ya zamu. Maana ni nafasi unayopewa kusimamia jambo ambalo umepewa kufanya, au jambo ambalo upo nalo wewe. Kama wewe unapewa zamu, unapewa nafasi usimame imara katika hilo. Zamu hupewa kila mtu, lakini cha ajabu na cha kushangaza, watu tofauti tofauti hao tunaopewa zamu, wengine wapo wanaofanya zamu zao kwa ufasaha na ufanisi wa hali ya juu. Kuna wengine wao wanafanya kizembe na kwa udhaifu sana. Hao nao pia wapo wanapopewa hizo zamu au nafasi za kutetea jambo walilonalo au kusimamia kazi fulani. Na watu wengi hupewa hiyo nafasi, wanashindwa kutetea, na baadhi yao wanafanya vizuri sana, na Bwana wabariki wanaofanya vizuri sana. Kuwa mmoja wapo wanaofanya vizuri sana katika zamu yako. Katika hizo nafasi, na wengine huwa wanapewa sifa, shukrani na pongezi nyingi sana wanapokuwa wanasimamia zamu zao vizuri. Katika Biblia wapo wengi ambao wamezungumziwa, walifanya zamu zao kwa nafasi zao wakafanya vizuri. Kuna wengine wamefanya kwa nafasi zao pia wakashindwa, nao pia wamezungumzwa katika Biblia. Tukirudi kwenye fungu letu kuu, Yoshua 1 mstari wa 6 hadi wa 7, linasema, uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapia baba zao ya kwamba nitawapa. Mstari wa 7, uwe hodari tu na ushujaa mwingi, uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda mkono wa kuume au wa kushoto, upate kufanikiwa sana kila uendako. Huyo ni Yoshua akipewa maagizo na Mungu mwenyewe baada ya mtumishi wa Mungu Musa kuwa ameaga dunia, amefariki, na kijiti akaachiwa Yoshua kuwaongoza wana wa Israeli. Zamu ya Musa iliisha. Musa aliwatoa wana wa Israeli Misri, akawaongoza jangwani, wakavuka bahari ya Shamu. Leo hii Musa anafariki, Musa analala mauti, na kwa nafasi hii inachukuliwa na mtumishi wa Bwana Yoshua, na Mungu anamwambia Yoshua awe hodari na moyo wa ushujaa, maana yeye aliyechaguliwa kwa nafasi yake kuongoza wana wa Israeli ili waende kuilisi ile nchi ya ahadi, nchi ya Kanaani. Tunaendelea. Kwa kila zamu tunayopewa tunatakiwa tumtumikie Mungu wa mbinguni. Unapopewa zamu, kumbuka ya kwamba Mungu ndiye aliyekupatia hiyo nafasi ulionayo. Umepewa uongozi kanisani, shukuru Mungu nafasi aliyokupatia zamu yako kuwa kiongozi. Umepewa uzee wa kanisa, umeambiwa usimamie ujenzi wa kanisa, umeambiwa usimamie kitu chochote kile ndani ya kanisa, wewe ni bawaba, ni shemasi, hiyo ni zamu yako. Muda mwingine unakuta umechaguliwa kwenye familia, wewe ndo moja kati ya watu walioamini na kumkubali Yesu Kristo. Hiyo ni nafasi yako, ni zamu yako, kamtumikie Bwana. Kumbuka, kila zamu unayopewa utailipia. Kila zamu unayopewa utaitolea hesabu, ulifanya mema au ulifanya mabaya. Kwa kila zamu tumtumikie Mungu wa mbinguni. Yoshua 24 mstari wa 15 anasema, nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakayemtumikia, kwamba
Hapa Mungu anatuambia tuwe na mioyo ya kishujaa, kwani yeye yuko pamoja nasi katika hatua yetu, na ndiye aliyetupatia hizi nafasi za kumtetea Mungu katika maisha yetu, na yeye atatushindia. Hapa tunakumbushwa kumtumikia Mungu, kwamba tusije tukaona vibaya kumtumikia Mungu, maana tukimwacha Mungu na kuenenda katika njia zetu, hapo atatuacha. Kwa cha msingi hapo ni kumtumikia Mungu, kuyafuata yaliyo mapenzi yake, ili ya kwamba tupate kufanikiwa sana sana katika njia zetu, kama vile alivyoahidi hapo juu kwenye fungu kuu tulivyoangalia. Pia hakikisha tuwe tunamtumikia Mungu katika maisha yetu, tumtumikie yeye katika maisha yetu, kila tunakoenda, kila tunapokaa, kila tunapopita, watu wamuone Yesu, kwa sababu hiyo nayo ni nafasi tuliyopewa na Mungu. Ni Mungu aliyekufikisha hivi leo, hiyo ni nafasi yako. Ana makusudi nawe, kwa maana kuna wengine hawajafika katika siku ya leo. Bwana awe pamoja nawe katika nafasi yako, na ukatende sawasawa na mapenzi yake. Katika Biblia kuna watu mbalimbali ambao walipewa nafasi, walipewa zamu, walipewa wakatetea kwa wakati wao na wakashinda. Mmoja wapo ni Ayubu. Ayubu alipitia changamoto mbalimbali, lakini bado alisimama imara. Yusufu alipitia changamoto naye vile vile kama Ayubu, lakini bado alisimama imara na akamtetea Mungu kwa zamu yake. Kuna mitume wa Yesu pia, na wao walipitia changamoto mbalimbali katika swala la Injili, walipitia vifo, walipigwa kwa mawe, walichunwa ngozi, lakini bado walisimama katika nafasi zao, wakatetea na wakashinda. Tunamwona Yohana wa Patmo, yeye alipelekwa kifungoni, lakini kwa sababu alikuwa ni zamu yake kusimama kumtetea Mungu wa mbinguni, alisimama akamtetea vizuri na akashinda. Je, swali linaulizwa, tunapojaribiwa kwa zamu yetu, kwa nafasi zetu, katika imani zetu, tumkane Mungu? Swali lako mpendwa, unapojaribiwa katika imani yako, hiyo ni nafasi yako. Unapojaribiwa katika zamu yako, je, tumkane Mungu wa mbinguni? Jibu ni hapana. Ngoja tuangalie Ayubu 1:22. Utaona, je, unapojaribiwa umkane Mungu au uendelee kusimama katika nafasi yako? Ayubu 1:22 anasema, katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi wala hakumwazia Mungu kwa upumbavu. Unaona, Ayubu licha ya kwamba alikuwa na mali nyingi, alikuwa na watoto wengi, alikuwa na wafanyakazi wengi, lakini majaribu yalipokuja, Ayubu alisimama imara na akatetea zamu zake. Nafasi yake Ayubu aliitetea vizuri na akashinda. Unaona, kumbe tunapojaribiwa, imani zetu zinapojaribiwa, hiyo ni nafasi ambayo Mungu ameruhusu. Kwa maana yeye amesema Mungu atakuwa pamoja nasi hata kama jaribu lije, Mungu atakuwa pamoja nasi na atatushindia. Ayubu alisimama imara baada ya majaribu mengi kumkumba. Tuwe watu wa kusimama imara majaribu yanapokuja katika zamu zetu. Kuna mitume wa Yesu nao pia, wengine walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi. Walikuwa wahitaji, wakiteswa, wakitendewa vibaya, lakini bado walisimama imara. Hao ni mitume wa Yesu, watu ambao ulimwengu haukustahili kuwa nao. Ulimwengu kwa sababu ya kazi waliokuwa wanafanya, nafasi ambazo Yesu aliwapatia waihubiri Injili, wapeleke ujumbe, watu wapate kuokolewa, lakini hao watu hawakupata kuwa karibu nao. Ulimwengu wote uliwatenga hawa watu, lakini bado walikuwa wanasimama na kuhubiri kwa nafasi zao na wakashinda. Hao ni mitume wa Yesu. Kwa nini walishinda hawa mitume wa Yesu katika nafasi zao? Walishinda kwa sababu Mungu alikuwa amewatangulia mbele. Mungu alikuwa ametangulia kutuweka sisi kitu kilicho bora ili wao wasikamilishwe. Unaona, kumbe hawa mitume wa Yesu walipitia majaribu mbalimbali, walipitia changamoto mbalimbali, lakini bado Mungu aliwatangulia na walisimama imara katika zamu zao wakashinda. Haleluya! Je, watu wako wa karibu wakikuvuta mbali kuiacha zamu yako, tuwakubalie? Hilo ni swali lako ndugu mpendwa katika Bwana. Je, watu wako wa mbali au watu wako wa karibu wakikuvuta mbali kuiacha zamu yako, tuwakubalie?
Jibu Ayubu 2 mstari wa 9 hadi wa 10. Sikiliza ndugu mtazamaji, ndugu msikilizaji. Ndipo mkewe akamwambia, je, wewe hata sasa washikamana na utimilifu wako? Umkufuru Mungu ukafe. Baada ya majaribu mbalimbali, changamoto mbalimbali alizopitia Ayubu katika maisha yake, mali zilipotea, watoto walipotea, watumishi wakafa, majipu wakaugua, Ayubu akawa mtu wa kukama jivuna kujikuna kwa sababu ya majipu aliyokuwa nayo, lakini bado alisimama imara. Na mke wake alipoona hivyo akasema, wewe mpaka lini utakuwa mtimilifu? Mpaka lini utakuwa mwaminifu? Umkufuru Mungu wako na ukafe. Lakini bado Ayubu alisimama imara. Jibu la Ayubu nalipenda sana jibu la Ayubu, maana ndo linatuonyesha namna gani tusimame imara. Katika fungu la 10 Ayubu anamjibu mkewe na kumwambia, lakini yeye akamwambia, wewe wanena kama mmoja wa hao wanawake wapumbavu wanenavyo. Je, tupate mema mkononi mwa Mungu nasi tusipate mabaya? Katika mambo hayo yote Ayubu hakufanya dhambi kwa midomo yake. Haleluya! Hayo ni majibu mazuri kutoka kwa Ayubu. Kumbe watu wa karibu wakituvuta mbali sana na dhambi zetu, tusiwakubalie, maana Mungu ameruhusu hayo yote yatupate ili jina lake lipate kutukuzwa na kusifiwa kupitia hayo aliyoyaruhusu yatendeke kwetu. Zamu yako si zamu yangu. Kila mtu ana nafasi yake. Ndio maana majaribu aliyoyapitia Yusufu ni tofauti na majaribu aliyoyapitia Ayubu, ni tofauti na majaribu aliyoyapitia Ibrahimu. Ibrahimu alipewa changamoto ya kwenda kumtoa mwanawake wa pekee Isaka kwa nafasi yake, lakini Ayubu alisimama imara. Na washiriki mbalimbali, watu mbalimbali, tuna zamu zetu ambazo tumepewa kuzitetea. Sio kwamba mimi jaribu ninalolipitia ni sawa na la kwako. Hapana, kila mtu atasimama kwa nafasi yake kutetea kila alichonacho, kutetea kile ambacho Mungu amekiweka ndani yake. Uwe makini kutetea zamu yako, tetea nafasi yako kwa wakati wako, ndugu mpendwa. Misali 1 mstari wa 10 hadi wa 11 anasema, mwanangu, wenye dhambi wakikushawishi wewe usikubali. Kumbe watu wenye dhambi wanapotushawishi, Mungu anasema tusikubali. Wakisema haya, njoo nasi na tuvizie ili kumwaga damu, tumwotee asiye na hatia bila sababu kwa umoja, na tumwotee mtu asiye na hatia bila sababu, wewe usikubali. Haleluya! Na nini cha msingi kinachotakiwa hapa? Tunasema kuna mmoja anajaribiwa, anapotaka kusimama imara katika imani yake anaanguka tena. Mungu anasema uwe hodari na moyo wa ushujaa, utasimama tena. Haleluya! Hawa watu wenye dhambi wanapokuvuta mbali na upendo wa Kristo, wanapokuvuta mbali na nafasi yako kumsimama imara katika Kristo, wewe usikubali. Wewe endelea kusimamia katika nafasi yako, maana Mungu anasema, mwanangu, wewe wa dhambi wanapokuvuta mbali na uso wangu, wewe usikubali, maana watakupoteza mbali na mimi. Jibu bora kwa wale wanaoanguka, kwa wale wanaojaribiwa wanaanguka, najitahidi tena kuinuka, lakini bado anajaribiwa, anadondoka. Jibu bora ni hili, Yoshua 1 mstari wa 7. Uwe hodari tu na moyo wa ushujaa, uangalia kutenda sawasawa na sheria yote aliyokuamuru Musa. Mungu anasema tunapojaribiwa, tunapodondoka, tuwe hodari na moyo wa ushujaa ili tumwendee Yesu kwa mara nyingine tena, atupatie nafasi nyingine ili tupate kufanikiwa kila tuendako. Uwe na moyo wa ushujaa, maana ni mimi niliyekuchagua. Usimame hapo ulipo, si kiongozi, si mshiriki, si mtazamaji, si muumini wa kawaida, si watoto. Mungu amekupatia nafasi yako. Tafadhali kasimame, utetee zamu yako katika jina la Yesu Kristo.